wakaweza kuingia mbinguni. Na tunawakaribisha sana kwa jina la Yesu. Wacha Bwana wabariki vijana wa Kansas, tunawakaribisha mrudie Bwana. Wamama wa Kansas, tunawakaribisha mrudie Bwana. Wazee wa Kansas, tunawakaribisha ili tuweze kumrudia Bwana. Imefika wakati wa kumrudia Bwana. Mrudie Bwana kwa ajili ya familia yako. Mrudie Bwana kwa ajili ya watoto wako. Na ninaomba tuombe hapa ili tuende na watoto tukisherekea na tukisema Nakuru, Nakuru. Hakuna mtu atabaki kwenda Nakuru. Nabii wa Bwana alikuwa Venezuela, na alipokuwa Venezuela Mungu alifungua mbingu na mvua ilinyesha na viwete waliweza kutembea. Na unashangaa siku ya leo watu wa Kansas wachaweza kuona hiyo miujiza ambayo Yesu alifanya. Biblia alisema ya kwamba mkinitii mtafanya makubwa hata kushinda yale ambayo nimefanya. Na Yesu alifanya miujiza mingi sana. Na Yesu alipoenda alitoa ahadi ya kwamba wale watu watakao kaa kwa utakatifu, wale watu watakao kemea dhambi pasipo kubembeleza dhambi, Yesu akasema ya kwamba atafanya miujiza kwa mikono yao. Na sasa hivi tunaona hiyo miujiza kupitia kwa manabii ambaye Mungu mwenyewe amemuita. Na ukiweza hata kufungua kwa simu yako unaweza kuona kile ambacho iliweza kutendeka kule Venezuela. Ilikuwa ni makubwa sana. Na saa hii tunajiandaa twende Nakuru. Nakuru itakuwa kubwa sana. Viwete, vipofu, wenye wako na ukimwi wataponywa kwa jina la Yesu. Na ninawaalika watu wa Kansas tujiandae mapema sana, mapema kabisa. Maana Disemba tutaenda kule Nakuru mwezi wa 12. Tunawaalika kabisa, mtu asiweze kuwadanganya nyinyi. Ili niende nimalizieni ya kwamba kuna alama kubwa ameweka kwa hii huduma wa toba na utakatifu. Mtu asiweze kudanganya wewe kabisa. Hata ukifungua kwa simu yako, mimi nilienda mkutano mara yangu ya kwanza, nilienda mkutano kule Eldamarafi. Na Mungu alifungua mbingu wazi. Na Mungu aliweza kuachilia mvua ya Roho Mtakatifu. Na mimi mwenyewe nilikuwa mkutano ya Eldamarafi. Na kuna mkutano pia ilikuwa Kapkate. Na Mungu pia alifungua mbingu. Na mkutano pia ambayo ilikuwa ya Kisumu, Mungu alishukisha wingu jeusi.